Na bila shaka karibu tena katika sehemu ya pili ya taarifa hizi za yanayojiri Jumatatu hii, ambapo unafahamu katika sehemu yetu ya Jumatatu tunaangazia masuala ya elimu. Elimu ikiwa ni moja ya sekta muhimu na nguzo muhimu katika taifa hili. Elimu ya Kenya imekuwa ikishuhudia mabadiliko makubwa, hususan kutokana na mfumo ule ambao unaenda kukamilika wa 8-4-4, ikiwa darasa la mwisho la 844 ambalo liko katika kidato cha 3 mwaka ujao litakuwa linamaliza na takuwa tunahitimisha mafunzo ya sekondari ya mfumo huo wa 844. Unapoingia mfumo huu wa CBE, mfumo wa umilisi, kumekuwa na ati kumekuwa na kutokuelewa, wazazi wakisema hawajaelewa hiki, licha ya hamasa ambazo zimekuwa zikifanywa, bado wazazi wanajipata bado wako nyuma katika darasa hili la kuelewa masomo ya CBE. Lakini sasa hivi darasa la kwanza kabisa ambalo ndo linajiunga na gredi ya 10 linakabiliwa na nini? Pale mbele masomo wanaenda kusoma ni yepi haswa? Kipi kipya ambacho watakuwa wanajifunza katika sekondari ya juu ama sekondari pevu ambao ndo wamejiunga nayo wakiwa wametoka katika ile sekondari ya JS ambao walikuwa katika shule za msingi? Wengi wameingia katika shule mbalimbali walizokuwa na matamanio yao, wamejiunga nazo na wameingizwa katika mikondo tofauti. Iko mikondo ya sayansi, iko mikondo ya sayansi michezo, iko mikondo ya sanaa ambayo wameingia kufanya. Lakini pia swali linaibuka, wako wapi wanafunzi takriban 1500 mpaka sasa hivi hawajajiunga na shule zozote? Tumeangazia taarifa hapa ya kijana mmoja ambaye sasa hivi anachokora mapipa katika mtaa wa Mukuru kwa Njenga ili kutafuta angalau riziki ya kujiunga na shule hiyo ya sekondari ya juu ambayo ameitwa ni shule ya Alliance. Lakini mzazi wake ametafuta hata mbinu ya kujiunga na shule nyingine, imekuwa vigumu. Je, ni serikali ilifeli katika upangaji wa wanafunzi hawa katika madarasa na shule mbalimbali? Ama je, serikali pia ilipobadilisha mkondo na kusema kwamba wanafunzi hawa watajiunga na shule hizi kupitia kwamba watawasilisha maombi katika shule, pia iliweza kufungua milango na mianya ya ufisadi iliyowafanya wazazi wengi kutohakikisha na pia kutowafikisha watoto wao? Pia ufahamu kwamba kiangazi kipo hapa nchini na baadhi ya maeneo kuna kiangazi na yameathirika na kiangazi na wazazi wameshindwa kuwapeleka watoto wao katika shule. Ni naye daktari hapa studioni, Bwana Paul Wanjohi, ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa wa KFCA Faith Based School Subcommittee, ambapo yeye ndiye anaongoza kitengo hicho cha shule zile za kidini akiwa mwenyekiti wa kitaifa, na tutakuwa tunapiga naye gumzo manake ni mweledi wa masuala ya elimu. Kwanza nimuulize hivi, wako wapi wanafunzi 1300? Kwingine wanasema 1500, kwingine wanasema 1800. Tulikuwa na watahiniwa 1.6. Kwa hivyo ni nusu wameenda shule, nusu hawako shule. Yaani watoto wakati ya miaka 13 na 14 wako wapi? Asante sana Bwana Heli, na kwanza nichukue hii fursa kuwasalimu wote ambao wanatutazama. Karibu sana. Na niwaambia kwamba tusife moyo kwa sababu kuna matumaini. Unajua hata hii mambo ya mtaala ni mambo ya kiuchumi. Wazazi wengi hawana uwezo wa kupeleka watoto wao katika shule ambazo wamealikwa wakasomee gredi ya 10. Na kwa hivyo ndio unaona wengi aidha wanajitayarisha, wengine hata kuna news ambazo muda mchache tu uliweka mwanafunzi alifanya vema lakini hana uwezo wa kutoka pahali aliko mpaka kule ambako anapaswa kuwa. Na kwa hivyo wanafunzi wengi wako manyumbani wakitarajia aidha waingie katika shule za C4 kwa sababu za C4 hizo ndizo zile shule za day ambazo siko katika mitaa yao. Wengi ambao wamealikwa hata katika shule za C1 hawataweza kujiunga. Tayari wamebadilisha katika poto, wanasema ya kwamba wanaenda katika day school kwa sababu hakuna uwezo. Na hapa ndipo nasema sote kama wananchi, washikadau wote wa elimu wa elimu, ni vema tuangazie na tujiulize ni yapi tunaweza fanya ili watoto wetu wawe na elimu inayowezekana ambayo pia wanafunzi hawatashindwa kulipia. Kule kusema inawezekana ni kusema pahali ambapo watoto wanaweza fika na wakapate elimu bora. Na kwa hivyo tukiangalia katika hii mambo, mmesikia kuna wengine wagari wanaomba basali. Ndio wanajaribu kutafutia scholarships na kadhalika. Lakini
wengi hawatapata. Kwa hivyo ombi langu katika mwanzo wa gumzo hili ni serikali iangazie hili jambo na wafahamu ya kwamba hata tunaposema mambo ya capitation, ukikumbuka mwaka ukiisha, mwaka wa 2025 kulikuwa na wazo ya kwamba capitation itapunguzwa kutoka 22,000 mpaka 15,000. Na tukasema hapa ya kwamba hiyo fedha au hizo fedha zinapaswa hata kupelekwa sifike 30,000, nayo malipo ya wazazi pengine yapunguke kidogo, kwa sababu uwezo wa wazazi unazidi kudidimia. Na tunaposema ya kwamba elimu ndicho kifaa kinachoweza kutumika kusawazisha watu, tunaona ya kwamba wale ambao wako na uwezo ndio wanaweza kufikia zile shule bora, na wale ambao hawana uwezo wa kimfuko wanazidi au kukosa elimu inayofaa. Kwa hivyo tunasema, au katika nchi yetu tuko na msemo ya kwamba education ndio ina equalize hawa watu wote. Na sasa ukiangalia Bwana Suleiman, sasa badala ya ule mwanya kuwa mdogo unazidi kupanuka. Unapata wale ambao wana uwezo wa kimfuko wanaenda shule za C1 na C2, na wale ambao hawana wanaenda C4, na wengine pengine hata hizo C4 hawataweza kuhudhuria, kwa sababu katika karatasi ya mwaliko admission letter inawaonyesha kwamba malipo ya C4 ni sifuri, hakuna pesa. Lakini ukweli wa mambo ni mwanafunzi akifika pale anahitaji kulipa pesa ya sare, kuna pesa ya chakula, na tena kuna malipo mengine. Unasikia kuna wengine wanaambiwa lazima ulipe desk kwa sababu hakuna viti na kadhalika. Kwa hivyo unaona anaenda desk lakini lazima ajipange na 25,000. Hiyo haitawezekana. Tutakuja kuangalia masuala ya C4, C1 na C2. Ni muhusishe kwenye mjadala huu, manake yeye ni afisa mkuu mtendaji wa chama cha kitaifa cha wazazi humu nchini. George Sikulu, karibu sana studioni. Asante sana, shukuru. Wako wapi watoto wenu? Takriban 1,300 hadi 500, kwingine taarifa zinasema 1,800. Wako wapi? Hawajaripoti shuleni mpaka serikali imeongeza nafasi kwamba mpaka Jumatano angalau watoto wao waingie shuleni. Asante sana. Kwanza ningependa kuomba msamaha kwa sababu kuchelewa, kwa sababu nilikuwa mkutano mwingine. Haina shida. Lakini ningependa kusema kwamba siku ya kuripoti shule ilikuwa ni leo. Na kawaida sasa labda kuna shughuli za hapa na pale za manyumbani ambapo zimefanya kuna wale ambao hawaja kuwa tayari. Kwa hivyo mimi sina shaka na hiyo, nafikiri ni kawaida ya kwamba hili ni jambo ambalo ni kubwa kwa familia yoyote. Kwa hivyo huenda ikawa labda zile shilingi 2-3 ambazo zinatakiwa kumwezesha mtoto kufika shule hazijapatikana. Lakini natumani ya kwamba wazazi watafikisha watoto shule na waweze kuendelea na masomo yao. Ningependa kusema ya kwamba changamoto kawaida huwa hazikosi katika masuala haya ya elimu. Lakini ningependa wazazi pia wafocus on yale mambo ambayo ni mazuri yanaendelea, na ningependa katika kipindi hiki labda kupata nafasi hiyo ya kuelezea jinsi ambavyo vitu ambavyo wanaweza kutarajia grade 10. Ndio, ni maswala tutayazungumzia, ni nini watakitarajia, lakini swala kuu kwa sasa hivi hata serikali limewapa wasiwasi ni kwamba hawa wanafunzi wako wapi? Manake shida ni gani? Kweli umezungumzia uchumi. Wewe kama mzazi unakaa nao katika PTA mbalimbali humu nchini. Tatizo lao kuu wanalolisema ni nini? Hawaelewi watoto wao wanaenda kufanya nini, ama ile mikondo walioitwa ndio bado imewachanganya. Wengine wanataka sayansi, labda amewekwa kwenye masuala ya sanaa ama katika michezo. Je, hilo ni moja ya sababu ambayo inawafanya wasiwapeleke wana wao katika hizo shule za C1 na C2? Kweli tumekuwa na mazungumzo mengi sana katika mwezi huu wa Disemba, na nimekuwa na mazungumzo mengi na wazazi, na nafikiria kwamba mimi binafsi nimezungumza na wazazi zaidi ya 600. Tumekuwa na Zoom meetings and so on. Lakini kuna mambo kadha ambazo wazazi wana wasiwasi nayo. La kwanza, kuna wale ambao walikuwa hawakupata placement. Kwa hivyo ikawa kwamba ile shule ambayo mtoto wao ameitwa ni shule ambao hawakutarajia au hawakupendezwa nayo. So kuna wale wana hiyo shida, walikuwa na hiyo shida ya kujaribu sasa kutatua ni vipi ambavyo mtoto wao ataweza kupata alternative placement. So hiyo ilikuwa ni section moja ya wazazi.
na wengi wao wamefanikiwa kupata hiyo transfer. Kulikuwa kwanza na shida ya kwamba wakati ambapo walijaribu kuchange mara ya kwanza ikawa kwamba system imeclog. Mara ya pili ikawa kwamba system imefungia nje shule za C1 na C2, manake zilikuwa tayari zilikuwa oversubscribed. Alafu mara ya tatu changamoto ikawa ni kwamba mara ya pili changamoto ikawa kwamba walimu wa sekondari walikuwa wamenyimwa uwezo wa kusaidia katika system. Alafu baadaye ikafunguliwa ikawa kwamba wana uwezo sasa. Alafu sasa la tatu likawa kwamba wana uwezo lakini wazazi wengi wanataka shule fulani, hata sio C1 zote. Yaani wazazi wanataka C1 ndio, bila uoga, na hisi ni vizuri tu tukizitaja. Wazazi wanataka Nairobi School, Starehe, Alliance. Wanataka Alliance, wanataka labda Alliance, wanataka Starehe na wanataka Lenana na wanataka Mangu. Na hata na ukweli ni kwamba C1 ni nyingi zaidi ya hizo, lakini wazazi wengi hata hawajawahi kujua kwamba hata ile Kamsinga ni C1 kwa mfano. Kwa hivyo utakuta hawahusiki. Na sasa hizo zikakuwa oversubscribed, manake wanafunzi walikuwa 2 million wale ambao waliofanya mtihani. So ikiwa kila mmoja wao anataka kwenda shule moja ni ngumu. Na tatizo lingine ambalo wazazi wamekuwa nalo ni ile interpretation. Kwa mfano before katika 844 system ilikuwa ni zile points ama zile marks ndio zina determine kama unaenda shule ambayo inaitwa national ama nini, extra county hivyo. Sasa wazazi walikuwa wanasema mtoto wangu amepata sijui 6 point what na hajaenda C1. Lakini ningependa kusema kwamba sivyo katika CBE. Hiyo 6 point haimaanishi hivyo. Inamaanisha kitu tofauti kabisa. Kwa hivyo yule mtoto shule ambao ameenda amechaguliwa ni kwa sababu ya ile combination ya subjects ambazo anataka kufanya. Na kunaweza kuwa na shule ambao labda ni C1 lakini haina hiyo combination yako. Kwa mfano shule inaweza kuwa ndio ni C1 ndio ni hiyo Alliance, lakini labda sio ndio the best kwa sports. Na mtoto wako amepita sports, unaona. So haikuwa issue ya hiyo 6 point ama 7 point kama vile zamani. So hiyo ilikuwa changamoto ya. Alafu ya tatu ikawa ni kwamba kulikuwa na shida kwamba wakati ambapo wazazi waliamua wachague mashule, na nilikuwa hapa na wewe Yeri katika kipindi tukisema kwamba wazazi nitakana waende shule wachague, lakini wengi wao hawakuchagua kwa sababu waliweka kama shule 3 hivi afu wakachoka. Wakeka kama za kwanza 3 alafu wakachoka, na kulitakiwa shule 12. Na wakasaidiwa labda na mtu mwingine kuweka shule zingine, na labda hakujua ameweka shule gani. Sasa kukawa na shida ya mtoto ambao kijana ameitwa katika shule ya wasichana kwa sababu iliwekwa by mistake. Lakini system haiwezi kupost mtu by mistake. Inamaanisha kwamba hilo jina la hilo shule zilikuwa limewekwa kwa list ya yule mtoto. That's why the problem was there. Kisii kuna vijana walitumwa Cardinal Otunga Bungoma, shule ya wasichana, lakini baadaye wakaingia Cardinal Otunga ile ambayo iko Kisii. Daktari Paul Wanjohi, kuna swala limeibuka hapa kutoka kwa Sikulu kwamba wazazi walihusika kwa kiwango gani katika kuchagua hizi shule, na huku kufeli kwa wazazi katika kuchagua hizi shule kumeweka wengi mahali pabaya kwa kiwango gani? Asante sana, na niseme mwenzangu ameongea vizuri kwa sababu zile ni baadhi ya matatizo ambayo yamekumba wanafunzi na wazazi wakati wa sasa. Lakini kulingana na vile nimepitia stakabadhi nyingi, nimeona ya kwamba walikosa kuelewa pale katika wakati wa kuchagua shule. Kwa sababu wengi walikuwa wakisema mimi hatukuchagua hiyo shule, na nikawaambia unajua kuna record na record ukienda shule ya junior school mtoto wako alipoenda utapata iko pale. Ukienda pale unapata shule za kwanza 5 walichagua vizuri na wanakumbuka, kwa sababu zile ni zile za C1 C2 C1 C2. Lakini hizi zingine palikuwa na shida kubwa ya kulinganisha mahitaji ya mwanafunzi na ile shule ambayo angetaka kwenda, hasa shule za C3. Na ndipo nasema kwa muda wa sasa tunapata ya kwamba C3 hazina wanafunzi. Hasina wanafunzi, na ni lazima tuangalie ili tuone ya kwamba kuna usawa, kwa sababu zile pia ni shule zetu. Kwa hivyo kile kilikosa au kilikosekana ni kule empower wazazi pale mwanzo ili waelewe haya mambo ya
admission yataenda vipi. Kuna wengi walikuwa wakisema mimi nataka mtoto wangu kama vile bwana Sikulu amesema, nataka aende Alliance, nataka aende Kenya High, nataka aende shule fulani, lakini hawakuelewa ni mambo yapi ambayo yalikuwa yazingatiwe. Na kwa sasa hata kupitia runinga yetu ya KTN ni vema wazazi wafahamu kuna kundi au kuna group ya grade 9 ambayo iko kwa sasa na wataanza kuchagua wasirudie yale makosa. Lakini tuangazie wale ambao tayari washafanya na wanapaswa kwenda katika senior school. Tunaona sasa tatizo lile liko hata si vile walipokosa kuitwa, kwa sababu serikali ishafungua chapter na ikasema ni sawa, we mwanafunzi mzazi enenda shule fulani ile ambao unaona ni nzuri na mtoto wako na uone kama utapata nafasi, na wengi wameenda na wamepata nafasi. Sasa kuna tatizo moja, shule za C1 ambazo siko na majina tajika, hasa baada ya matokeo ya kidato cha 4 wazazi wamefurika kule, na ujue hapa walimu wakuu kwa sababu hakuna policy ya idadi wako na advantage, kwa sababu wako na space ya miaka miwili. Mwaka wa 24 mwaka wa 25 hawakuwa na form 1. Na kwa hivyo tuchukue kwa mfano shule kama Alliance. Kama Alliance ingechukua wanafunzi wa form 1 800, sasa wako na fursa ya wanafunzi zaidi ya 1600. Ndio. Na kwa hivyo sasa kipi kitakachofanyika? Wanafunzi wote ambao wako na uwezo na wako na pathway zile ambazo Alliance inapeana watashukuriwa pale. Kama kulikuwa na C3 ambayo pengine ilikuwa inapeana pathway kama Alliance, sasa hiyo shule haitapata wanafunzi. Tatizo lingine ni shule zetu za kibinafsi. Kwa sababu wanafunzi wengi ambao pengine wagenda katika shule za kibinafsi wamepata fursa katika hizi shule, tuseme tu national ili wengi waelewe, lakini ni C1. Sasa wale ambao wageitwa katika shule zetu hawamo. Kwa hivyo unapata ya kwamba shule ambayo iko na vifaa vyote na ni ya kibinafsi pengine ingepata wanafunzi kama 500, unapata wako na wanafunzi 30. Si unaona sasa kuna lile tatizo, na shida ni ule muda serikali ilisema sasa wanafunzi waende, wazazi wajitafutie shule, na hawakuweka policy ya idadi. Sasa hiyo inaleta kutokuwa na usawa katika admission na italeta tatizo. Ni vizuri msimamishi wa wazazi amefika, kwa sababu kuna shule ambazo sitaumia, hawatapata capitation, kwa sababu capitation inalingana na wanafunzi wako. Kama sasa shule ya C3, nimesikia hata kuna shule fulani sitataja jina hapa Thika, wanafunzi wote tayari wametoka. Hata sasa wa hizi grade form 3 na form 4 hata hao wameamua, sababu hakuna watu wanakuja, ni kama shule yetu haipendwi, wacha tuhame. Na hapa sio mzaha, ni kweli yale mambo yako. Na kwa hivyo mimi ningesema tuko na kibalua washikadau wote wa elimu kuongea na wazazi wetu, na tutumie mbinu zote ili waelewe mambo sawa ya mtaala wa CBE. Naam, ameyafafanua kweli kweli Sikulu, ambalo pia bado inaleta hoja nyingine kwamba wazazi wenyewe wanazielewa hizi C1, C2, C3 na C4. Nadhani tumefanya taarifa hiyo, lakini tumfahamishe mzazi ambaye ana mtoto wa grade ya 9 sasa hivi. Manake tusipojifunza kwenye makosa tutatengeza kosa lile lile na mwisho litakuwa janga la kitaifa, kwa sababu hakuna mtu ataelewa yuenda wapi. Mmoja amenitumia ujumbe leo asubuhi nilipoweka kwamba nafanya mazungumzo haya, akaniambia hatuelewi kitu. Kwa hivyo nataka tumfunze mzazi leo hii ambaye ana mtoto grade ya 9, anapoenda kuchagua C1, C2, C3, C4 zina maana gani hasa? Asante sana. Kwanza ningependa kutofautisha categorization ya sasa na ya kale. Categorization ya kale ilikuwa national, extra county, si ndio, na local. Aya, na hiyo categorization ilikuwa based on performance ya marks. Kwa hivyo ilikuwa ya kwamba ile national ni shule ambayo inatarajiwa ya kwamba wanafunzi watakao kwenda kule wanatoka katika sehemu zote za Kenya na pia wamepata marks ya juu. Alafu ile extra county ikawa wanafunzi wanaotarajiwa kwenda wametoka katika county zilizo karibu na shule hiyo, na pia marks yao labda ndio inafuatilizia marks ya
inafuata marks ya national hivyo. Kwa hivyo katika ile system ya zamani, hiyo ranking ya national versus extra county nini was a ranking to show superiority versus inferiority. Lakini sasa ningependa wazazi waelewe kwamba that is not the new ranking. Kwa sasa hatu rank wanafunzi kwa sababu kila mwanafunzi anatarajiwa apite katika area zake za umahiri. Kwa hivyo kila mtu ni mshindi. Yule ambaye ni mshindi katika STEM ana perform vizuri katika STEM na haku perform vizuri katika sayansi. Ukiangalia hata ile ripoti vile imeandikwa kwamba huu mtoto amepata higher easy points kwa STEM na amepata easy points kwa social science na amepata easy points kwa arts and sports. Zote tatu zimeandikwa katika transcript yake. Kwa sababu alipofanya mtihani alifanya subjects masomo karibia 14 ambayo yalikuwa yanampa nafasi ya kuonesha umahiri wake uko wapi. Kwa hivyo amepewa marks zote tatu. Ameambiwa kwamba wewe point zako ambazo ulizopata kwa STEM ni hizi. Point zako ulizopata kwa arts na sports ni hizi. Na point ulizopata katika social science ni hizi. Kwa hivyo wewe ni mzuri kwa hiki kuliko kile. Imeandikwa katika ripoti yake. Sasa so we are not ranking like that. Kwa hivyo yeye ni mzuri, amechukuliwa kwa sababu ya kile ambacho yeye ni mzuri kwayo. Alafu la pili ikawa kwamba hizi shule sasa, nataka nirudi kwako kwa sababu naambiwa mikrofoni yako kidogo inaleta mushkil. Utakuja kuiangalia bila shaka ukitueleza hilo swala la C1 na C2. Ni swala ambalo pia najua daktari analifahamu kwa kina, manake unapambana na hawa wazazi wanapokuja kuanza kukwambia, mzazi wote wanakuja na kukwambia tutaka kwenda Alliance Mangu, lakini unafahamu kabisa huyu Suleiman Yeri alama zake ni 30. Kwa hivyo huyu tukimchagulia shule hizi na hizi nina uhakika atapata mojawapo. Ukilichanganua pia swala hilo nawe pia kwa undani, hususan katika uteuzi wa shule hizi, unaweza tusaidie ili tumsaidie wale wazazi wanaokuja katika shule yako kuangalia shule wanataka kwenda wana wao baadaye. Asante sana Bwana Suleiman, na niseme ndugu yetu pia amejaribu kushabua lile jambo kwa ufasaha sana. Na niseme wale watu ambao wako na tatizo kubwa sasa, na nasema hivi kwa heshima, ni walimu wakuu wa shule za sekondari. Kwa sababu hata wanafunzi walipokuwa akienda kutafuta nafasi kule, mwanafunzi alikuwa akiulizwa uko na pointi gapi, na hilo jambo ni jambo la kuangusha manda ya CBE. Kwa sababu wengi walikuwa akisema kama ni Alliance, wanasema kama hauna 60 kwenda juu huingii hapa. Sasa hilo ni jambo la kurudisha sisi katika mentality ile ya kitambo, mentality ya 844. Kwa sababu mtaala wa CBE kama vile mwenzangu amenena, sio mtaala wa mashindano ati mwanafunzi anashindana mwingine. Kila mtu ako na uwezo wake, na ndio tunasema huu ni mtaala wa competencies. Kila mwanafunzi ako na uwezo wake na nguvu yake sio nguvu ya mwingine. Na kwa hivyo unaona hakuna vile tunaweza liganisha wanafunzi wawili. Hakuna vile tunaweza waliganisha. Na kwa hivyo tunaposema ati mwanafunzi atakayeenda katika C1 sharti awe na points kiasi fulani na mwingine awe na kiasi fulani, hiyo inapoteza mwelekeo kabisa katika CBE. Na wazazi wengi wameingia katika ule mtego, wakasema mtoto wangu alikuwa na 65 points. Na kama ako na 65 points, huyu lazima awe ni mtoto wa C2 au C1 au kitu kama kile. Lakini kama vile Shamani amesema, ni ukweli kabisa, ni lazima kila mtu aelewe, na walimu principals wa senior schools tuelewe kabisa mambo ambayo yalitumika katika kule kuweka wanafunzi katika shule aidha za C1, C2 au C3 au C4. Ni kwa sababu hatukuwa tukiangalia marks au points. Hakuna mashindano hapa. Tunaangalia uwezo wa mwanafunzi kivyake. Halafu shule yako, bona mwanafunzi fulani akatumwa pale. Ni kwa sababu kuanzia grade ya 6 huyu mwanafunzi kuna assessments ambazo zimekuwa zikiendelea. Na niseme asante sana kwa NEC kwa sababu wametoa ile mentality ya kwamba hata matokeo ya grade ya 6 KPSEA ikitokea ati lazima kuwe na kuchagilia, lazima watu wabebe matabi, mwanafunzi huyu ndiye number 1. Hata nikapata kuna wengine especially shule za kibinafsi, unaona kuna wengine wanatumia kama njia ya kuadvertise, mwanafunzi wetu ndiye alikuwa wa kwanza katika nchi, amepata EE1 zote. Lakini hakuna marks au kitu kama hilo. Kwa hivyo kile nasema ni vema
waelewe ni kwa nini wanafunzi waliwekwe katika zile shule zao. Si kutumia points, hapana, ni kutumia assessment zile ambazo zimekuwa zikiendelea. Na unajua Kenya National walitumia hata AI. Wanafahamu ya kwamba kama ni Suleiman, tunaona wewe unaweza kuwa katika STEM, na ukiwa STEM utafanya ile core mathematics, wewe unaweza fanya chemistry, na unaweza fanya pengine biology. Kwa hivyo ni shule gani ambao wewe itakufaa zaidi? Wanaangalia sasa ile itakayokufaa, na ili talanta yako au competence yako sisipotelelee, wewe unaenda shule ya C3 ile iko pahali fulani, na kwa sababu pengine iko na vifaa, unaona umewekwa pale. Wazazi kuona hivyo wanasema hata mtoto wangu ameonewa. Si huyu mtoto wangu ako na points 63 na 63 ni saa C1. Huyu lazima aende shule fulani. Sasa kulikuwa na tatizo. Wanapofika kule, naye mwalimu mkuu anawaambia hizi ni alama nzuri, kwa sababu walimu wengi, na hapa nasema pole kama pengine sikuelewa vema, wanasema kwa sababu si tuko na nafasi. Ndio. Na kama tuko na nafasi na huyu mwanafunzi pengine pathway yake haikuwa kwako, anaambiwa unaweza badilisha. Sasa baada ya miaka 3 walobadilisha, sababu pengine hawatakuwa wamepata shabaha au wamepata goal zao zimetimika vizuri. Sasa vita itaanza, na wataanza kuulizana ni nani aliyekosea, ni mwalimu au ni mwanafunzi. Mwalimu mkuu uliyekubali mwanafunzi abadilishe kile kilichokuwa kimeagaziwa na NEC, wewe utaelezea ni kwa nini ulifanya yale, kwa sababu kila mwanafunzi alikuwa amewekwa katika shule ambayo angesaidika vizuri. Nawe mzazi, kwa sababu pengine ulitaka mtoto wako asikike ako Alliance au ako shule nyingine, utakuwa na shida fulani. Hebu niseme kitu kimoja hapa. Miaka 5 iliyopita kuna mwanafunzi alikuja nimwelekeze mambo ya career. Na alikuwa anataka kufanya medicine. Huyu mwanafunzi alikuwa ameitwa Nairobi University. Tuseme the Nairobi University. Hiyo ni university yetu sote ambao pengine tulisomea kule mbele. Lakini alikuwa afanye medicine, akakosea point moja. Ndio. Sasa nikaja nikamwelekeza, nikamwambia sasa kile utakachofanya sio lazima uende Alliance. Hebu ingia KMTC, soma diploma, miaka 3 ikiisha utakuwa sasa umepata diploma na utaingia kufanya medicine. Mzazi akasema, unasema mtoto wangu asiende Nairobi University, atiende KMTC? Kamwambia hapana, kuelekeza mtoto vizuri kuna maana. Sasa mwanafunzi alienda akasoma miaka 4 akapata degree. Hakwenda kule KMTC, na hakufanya medicine, alifanya actuarial science. Kitu ambacho hakuwa na nia ya kufanya. Sasa amemaliza, hakuna kazi ya hiyo. Amekuja juzi na tukaongea, nikamwelekeza. Na kwa sababu kile nataka hapa kijulikane na wazazi, unaposikia serikali au Kenya National imeweka mtoto wako pahali fulani, si kwa makosa. Na makosa hayakosi kidogo, kwa sababu kuna wale pengine ulipata mwanafunzi wa kike amewekwa katika shule ya wavulana na kadhalika. Hiyo degree of error ni kidogo sana. Na hakukuwa na pigamizi, kwa sababu ukiona ni ile, hakuna mtu aliambiwa kwa nguvu, hiyo ndio unaenda kusomea. Haingekuwa hivyo, kosa kidogo. Lakini sasa kile mimi ninasema ni vema walimu wakuu wa shule za sekondari, hata wale wanafunzi wamefika kule, wawape a fair deal. Kama mwanafunzi pathway yake ili aliyepewa na NEC, na pale akiangalia pengine kwa STEM amepata 34.2, kwa hii social amepata 29, kwa hiyo ingine kwa sports amepata maybe 28. Ni vema ujue ile ako na uzani mkuu, na ndio NEC kamweka kwako, hiyo ndio ile pathway huyo mwanafunzi anapaswa kufuata. Bila shaka tutakuja kuangalia hizo pathways baadaye, maana yake najua pia ninaye hapa George Sikuli, mfahamu wa mambo pia vizuri, kutufahamisha kule ndani. Sasa maana yake pia lazima tujue kule ndani watoto wetu tushawapeleka, nini kinawasubiri katika hiyo grade ya 10. Sende mbali mtazamaji. Bila shaka karibu katika sehemu ya pili ya mazungumzo na sehemu ya 3 ya yanayojiri, tukiingia katika yale masuala ambayo tunazidi kuyaangalia ikiwa ni masomo ya gredi ya 10. Lakini kwanza tumeanza pale gredi ya 9, manake tumegundua kwamba
pale pia bado kuna shida ambazo lazima tuzitatue. Kabla hatujaanza masomo ya gredi ya 10, tujifunze ile gredi ya 9, ambapo kulikuwa na nafasi. Nataka nimpatie Sikulu atueleze kwa ufupi, kabla ya kwa sababu ya muda, tuangazie masuala hayo ambayo alikuwa anatufahamisha kuhusiana na C1, C2, C3 na C4. Alianza kukutueleza kwamba haziko tena katika ule ushindani wa kwamba mwanafunzi anayepata 450 kwenda juu atakuwa anajiunga na shule zile za kitaifa. Anayepata 350 kwenda juu anajiunga na zile extra county. Anayepata 330 kwenda juu hadi 350 anaenda county. Na yule anayepata 250, 270 anaenda zile shule ambazo labda zinaonekana ni za kijijini kule, wengi hawazitaki. Lakini la ajabu sasa, wengi wameanza kuzikimbilia hizo shule ambazo awali walikuwa kiziita za kijijini, kwa sababu hawana uwezo wa kwenda shule ya C1, wanataka kwenda C4, ambapo je, mikondo iliyopo katika C4 inaweza kumhimili ule mtoto ambaye tayari NEC ishamchagulia mikondo ambayo inahisi uwezo wake ni afanye masomo hayo? Naam, Sikulu, nirudi kwako zidi kutufahamisha kuhusiana na C1 na C4 kwa ufupi tu, ndio ili tuingie masuala sasa ya grade ya 10. Okay, good. So kwanza hii categorization pia C1, C2, C3 ni about catchment. Ni catchment. Kwa mfano kwamba C1 sasa sio kwa sababu ya performance, bali C1 iwe ni shule ambayo category ya kwanza iwe ni shule ambayo watoto wanaweza kutoka mahali popote nchini Kenya. Kabla uende mbali nikuulize swali lingine hapo ndani. Na kwaje mtoto wa Likoni atumwe Turkana? Likoni Mombasa, anaitwa day school. Turkana. Kivipi? Kivipi? Kwa sababu kwenye hizo sasa C1, C2 na C4. Ni kwa sababu katika system unajua sasa kuna Kenya Education Management Information System. Walichukua hizi system zote za education, NEMIS, individual number, wakaziweka pamoja ikakuwa ni platform moja inaitwa Kenya Education Information Management System, KEMIS. Ambayo sasa hiyo ndio imetumika mara ya kwanza mwaka huu kufanya placement. Ni kwa mara ya kwanza. Na ikawa kwamba katika hiyo placement input, yani ni kama sasa ni computer haiwezi kuprint kile ambacho hukuweka input. Sasa input ikawa kwamba watoto waweke list ya shule ambazo wangependa ama wanaweza ikiwa wataitwa kuenda kusoma kule. Na akiwa pale grade 9 anaambiwa hatujui wewe utaperform vipi, lakini chagua shule 12. 3 ziwe C1. Yani shule ambazo zinawaalika wanafunzi kutoka Kenya nzima. 3 ziwe C2. Shule zinaowaalika wanafunzi kutoka katika region yenu. 3 ziwe C3. Shule zinazowaalika wanafunzi kutoka katika kaunti yenu. Na 3 pia ziwe C4 ambazo zinaalika watoto kutoka katika maeneo yaliyo karibu na shule. Hiyo inaitwa local school. Sasa haimaanishi kwamba inawezekana kuwa na shule ambayo iko karibu na nyumbani kwangu. Natamani haya mifano ungeitoa na maeneo. Sijali hata ungesema kama unatoka Kakamega, wewe utakuwa kama katika C4 utatakiwa uchague shule zinatoka Lugulu Girls nini ziko hapo. Bila kutaja majina ya shule, lakini kama turudi kwa vijiji hadi kijiji ndio tumfahamishe zaidi. Okay. So kwa mfano labda sasa ninachagua mashule na nikienda C1 shule ambazo zina sasa coincidentally tushaelewa C1 hii C2 sasa. C2 sasa. C2 sasa ni region. Kwa mfano sasa kama ni mtu wa coast. Sasa hizo county zote za coast, Kwale, Kilifi, Mombasa, Lamu, Taita Taveta, basi hizo zote 3, hizo zote 5, 6 zikiwa pamoja, hiyo inaitwa Pwani. Pwani. So C2 ni shule ambayo ina wanafunzi kutoka Pwani yote. Alafu sasa C3 ni ya Mombasa tu. Yani inaweza kuchukua mwanafunzi yote anayetaka, kwa sababu Kenya you're free to go anywhere. Lakini nasema kwamba inawapa kipaumbele wale ambao kwa njia moja au nyingine wanazuiliwa kwenda zaidi ya hapo.
and this is what called personal circumstances. Yani personal circumstances za huyu mtoto zinamweka at a disadvantage kwenda mbali. Labda mtoto hata ako na special need, ama mtoto mzazi wake anaona kama expenses. Unajua hiyo kwenda mbali, hata ukisema C1, usafiri ni gharama. C1 umetoka Turkana, sawa, ndio uko hiyo Alliance, lakini hakuna mtu atakusaidia kusafirisha mtoto mpaka Alliance. Alliance bado itamchukua tu, yani life starts within the compound ya capitation and so on. Alliance inamgoja getini. Inamgoja. But sasa bado getini ni wewe tena umtoe mpaka Mombasa. Utafanya nini? Bado itabidi aende. Na unakuta yule mtoto, ndio sababu tunasema kunaweza kuwa na shule hata nzuri pale West Pokot ambayo ni within the region, kama Cheoyet kwa mfano. Ni shule ambayo ni ya hali ya juu. Lakini iko pale West Pokot. Yule mtoto ambaye amepata marks nzuri bado anaweza kwenda pale Cheoyet na bado apate ule udaktari ambao alikuwa anatafuta kwenda Alliance. Ndio tunasema the C1 C2 categorization is for your advantage as a parent. Yani wewe kama mzazi tunakusaidia uwe na options. These are 12 options. These are not performance targets. These were 12 options of schools that your child can go for whatever performance they get. Yeah. Inaibua swali daktari la vipi tutatoa hii taswira, mazoea ya ushindani mkubwa ambao ulikuwepo kwenye 844. Manake tunaona bado tumekuja na tabia zetu zile achane zite tabia zetu mbaya. Zile tulizoziacha 844 bado tunaambatana nazo kama nguo kwenye CBE. Vipi tutaacha hii hulka ya kwamba lazima mtoto wangu awe katika shule ya Alliance? Asante sana. Niseme kuna mambo mengine wakati ndio huyatoa. Kwa sababu kwa sasa tuko na 844 form 3 na form 4. Ndio. Na sasa tuko na CBE ambayo imefika grade ya 10. Sasa grade 10 na form 3 na form 4 wako pamoja. Kwa hivyo tuko na tuseme tu ni kama vile umesema broad based iko pale. Lakini kabla ya kuingia pale kuna swali uliuliza mambo ya siasa yako wapi katika CBE. Na mwenzangu hakuelewa vema, alielewa ni kama vile wanasiasa huingilia mambo ya masomo. Lakini ulikuwa unataka kujua ni pathway gani ambayo pengine siasa sipo. Nisikia kama ni ndivyo. Kwa sababu sasa tukishika mambo ya wale wanasiasa vile wanaingilia, kuna mambo muhimu sana ambayo yametajwa, lakini wengi wakayachukua kisiasa wakayaharibu. Kwa sababu wamesema tujiulize, mbona kule Turkana hakuna shule ambazo zinaweza tamanika? Tukienda Athi River, mbona? Na unajua hii nchi yetu yote inalishwa kutoka buge moja. Wanapata fedha kutoka kikapu kimoja. Mbona wanasiasa wengine hawajaweza kutengeneza shule mzuri either C1 au C2 katika maeneo baribari? Lakini bali na yale, tukiingia pale tunajua kwamba hakuna pathway au hakuna somo ambalo litakosekana katika huu mtaala wa CBE. Kama ni mambo ya siasa, ukienda katika social sciences itakuwa pale na itaambatana vile na vile mambo yanapaswa kuwa. Kwa hivyo ukiangalia hizo pathway tatu, hakuna ile career ambayo itakosekana. Pia kuna pahali, sijui kama ni wewe ulitaja au ni chairman, ya kwamba kuna wazazi wanasema nataka mtoto wangu awe daktari. Ni vema tunasema kwamba kutamani kitu ni vema, lakini kukipata ndio changamoto. Kwa sababu kama mtoto wako unataka awe mwalimu, daktari, na unafahamu kabisa hata hisabati haelewi, ni vema ujue ya kwamba hapo unamrusha katika sehemu ambayo hataelewa. Lakini kukasemekana au mwenyekiti akasema ni vema tuelewe ya kwamba kila mtu ako na kipawa chake. Wewe una uwezo wako, mimi nina uwezo wangu, yule mwingine ako na uwezo wake. Na kwa hivyo sio lazima sote sisi tuwe katika one profession. Na hata tunapoingia kwa pathway moja, unapata kuna strands nyingi kulingana na uwezo wa mtu. Mbona tunasema ya kwamba CBE ndio tatizo la nchi yetu?
hata kiuchumi. Ni kwa sababu kwa sasa hivi kuna watu wengi sana ambao wako na talanta, lakini kwa sababu ya 844 walipopata alama fulani wakasemekana, wewe huwezi, wewe dakado, wachache edeni vyuo vikuu, na wale ambao wanaenda hata katika colleges au wanaenda katika TVET wanaonekana ni watu nyinyi wewe unaenda tu, wewe hata hauna uwezo wa kiakili, na pengine huyu mtu ako na uwezo. Sasa katika hii mambo ya CBE tunaona ya kwamba suluhisho imefika, kwa sababu kila mtu ako na uwezo wake, na tuseme ile shule tu ulienda, ningetaka tuondoe mentality hivyo umesema ati mtoto wangu ni Charity Aid Alliance, ni Charity Aid shule fulani ili afanye vizuri. Wakati wa CBE yale mambo hayako namna hiyo hata kidogo, kwa sababu serikali na imetoa actually hakikisho ya kwamba shule zote zitapewa vifaa vya kutosha. Kama pengine shule yako wewe kuna pathway ya STEM, ni lazima laboratory siwe pale. Kama yako ni career ya sports and such sciences, uwanja na vifaa vyote vya michezo viko pale. Kwa hivyo shule yote ambapo mtoto wetu ataenda, na huyu mtoto anaenda kufunza na walimu ambao walipitia same teachers training colleges. Unaona hapa? Kwa hivyo ile mentality ya kitabu ningetaka wazazi tuweze kuiondoa na tuweze kujua kwamba shule ambazo wanafunzi wamewekwa ni shule nzuri. Lakini sasa changamoto iko, hata kama mambo ni vile, na ni vema mwenyekiti wa wazazi yako hapa, kuna BOMs, Board of Management, ambao wanatuleti down, kwa sababu hata tukisema this is mambo yako hivi, na unapata shule zingine hata fence hakuna, vyoo ukienda kule hata ni aibu, hata ukigia kule hakuna, laboratories hakuna. Unashangaa sasa hii mambo itaenda vipi? Kwa hivyo ili tuweze kuondoa mentality ya huu ushindani hasa kuhusu mashule, ni lazima bodi ya mashule kila mtu afanye jukumu lake, ili wanafunzi wetu wakienda pale wapate hii shule ni nzuri. Kwa sababu useme ukweli, mtoto akienda shule fulani na apate toilets ni zile za kitambo. Unajua zile silikuwa saa shimo na tulikuwa tunabeba jivu ili asubuhi tunamwaga pale. Huyu mtoto na ametoka Nairobi, hapo hata kaa siku mbili. Hata kaa. Kwa hivyo kile ninasema mentality hii tunaweza iondoa sote tukifanya kitu kinachofanya shule zetu siwe sawa na siwe shule za kutamanika. Kwa sababu kama vile niliuliza pale awali, kuna huu mjadala uliletwa na one of the politicians ya kuwa watu watengeneze shule za kwao. Kwanza kile ningesema sio mzuri hapo ni kusema shule za kwao, kwa sababu shule hizi zote ni zetu. Kenya tuko katika nchi moja, sisi ni watu wa moja. Lakini tujumuike, kila mtu pahali aliko hakikisha kwamba hata mtoto wa kutoka eneo lingine akija pale atafurahia. Wakwenu akija kwangu atafurahia, kwa sababu watoto wetu hawajui ati wewe ni umetoka sijui Pwani, huyu ametoka Mount Elgon, nami pengine natoka huko Baringo. Sasa sisi watoto wetu hawajui hivyo. Tunahitaji shule zetu zote siwe za kutamanika na zenye vifaa na walimu, kwa sababu walimu wote wamehitimu na wamesomeshwa na wako ada TSC. Ninajua kwamba kila mtoto atapata kile kinachofaa. Mwanafunzi anapojiunga na grade ya 10, George Sikulu, ni kipi anakitarajia? Tushajua tayari umetumwa C4, umetumwa C1, umetumwa C3. Kipi anakitarajia? Maana yake kuna hesabati kwanza ilipigwa vita, kwa nini imeondolewa? Acha niseme ikaletwa hesabati nyepesi ya kila mtu afanye, na ile wale wa sayansi watapewa ile hesabati yao ambayo imejaa statistics na calculus huko ndani. Lakini wale wengine watafanya minus na subtraction huko kwingine. Hii ni nini wanakitarajia hapo? Lakini najua watangazaji ukiwaambia hesabu saa hizi utakosana nao. Asante sana Yeri. Kwanza ni kwamba pathway ni 3. Yule mtoto hajatumwa, tafadhali wazazi, mtoto hajatumwa C1. Mtoto ametumwa kwa pathway yake. C1 tu ni kama residence, yani kama useme wewe unaishi Buruburu, unaishi wapi, lakini ametumwa nyumbani ndio whatever you call it, ni nyumbani. Ametumwa kwenye kipawa chake na uwezo wake mkubwa. Sasa kulingana na vile ambavyo ameitwa, either ameitwa katika arts and sports science pathway, ambapo sasa yeye ana option ya kuspecialize either arts ama sports science kulingana na mwongozo wa KICD. Ikiwa ana specialize arts,
ana nafasi pale ya either kusoma music and dance au theater and film au fine art. Sasa unaona hao ni watoto wengi. Kwa hivyo hii kitu inaitwa arts ni watoto wengi, kwa sababu kuna wale wanasomea music and dance bado wako arts. Kuna wale wanafanya theater and film bado ni arts, na kuna wale wanafanya fine arts na bado wako katika hiyo pathway. Alafu pia nayo upande wa sports science kuna wale ambao watafanya sports and recreation, yani kama michezo. Na kuna wale watafanya physical education, kwa sababu physical education tayari hata kwa sasa physical education katika university kadhaa ni somo. Kuna physical education kama Bachelor of Education Physical Education huko KU. Na inatarajiwa ya kwamba 15% ya watoto wa senior school waekuwe encouraged kusomea hivi vitu according to mwongozo wa KICD. Alafu another 25% tuna expect wasome social science pathway. Hapa katika social science pia kuna nguzo mbili. Either mtoto atasomea languages and literature, especially kwa languages and literature, ambao huko kuna kama ni languages kuna English, kuna literature, kuna indigenous languages kama Kiswahili, kuna sign language, pia kuna fasihi, kuna Arabic, kuna French, kuna German, kuna Chinese. Au afanye humanities and business studies. Hizo ni kama vile CRE, Islamic Religious Education, Hindu Religious Education, history and citizenship. Hiyo ndio ambayo inakuwa political science baadaye akienda university, geography, business studies ambayo ndio baadaye inaweza kuwa economics and so on. Hiyo ni social science. Hiyo we expect 25% ya learners wachukue hizo pathway. Alafu the biggest pathway ni ile ya 60% of the learners ndio tunaita STEM, ambayo inamaanisha science, technology, engineering, mathematics. So hapa kuna bia nguzo tatu. Anaweza either achukue pure sciences, ambapo sasa kama ni pure science yeye atasomea masomo kama mathematics, biology, chemistry, physics, general science. Lakini anaweza pia kuchukua applied science. Applied science ni asome agriculture, computer, home science, ICT. Na kama ni technical ndio vitu kama sasa aviation, building construction, electricity, metalwork, power mechanics, woodwork, media technology. Media pia kwa science? Media technology, kwa sababu ni technology. Media technology sasa ni tunai separate na ICT. Sasa ni kama hizi sasa mashini na nini. Alafu kuna marine and fisheries technology. So any technology iko katika technical studies. So wale watu ambao wameenda kusoma STEM si ati wameenda kusoma kitu kimoja. Pale katika sasa that's why unaweza kusema unaweza kuwa wewe ni wa STEM na uitwe shule nyingine. Na mwingine ni STEM lakini haitwi shule nyingine. Wewe unaweza kuwa wa STEM lakini uitwe shule ambayo most of these C1 schools kwa mfano ni nzuri sana kwa mathematics, biology, chemistry, physics, kwa sababu zimekuwa na history ya kutengeza their portfolio in that way. But I am not sure that hizo C1 they have necessarily built their portfolio kwa vitu kama aviation, building construction, electricity and so on. So you might be surprised ya kwamba yule mtoto ambaye sasa yeye bado ni STEM lakini yeye ikiwa ni wa technical, it might not be a good choice kwenda some of these schools ambazo traditionally watu wanakimbilia kwa sababu hazikujenga hii system. Lakini kuna shule ambazo watu waliita ndogo before, lakini in the new dispensation watakuta hizo shule ndio zilikuwa na uwezo wa kufanya hivi vitu and so on. So that's important. So hizi vitu zote, hizi subjects zote kwa hivyo zitasoma pale shule. Naye sasa wiki itakuwa namna gani mtoto anapoamka katika senior school? Huu mtoto kama kawaida atakuwa anasoma 40 hours for the week. Just like any other. Lakini akisoma hizo 40 hours akona masaa kama 5 atajifunza Kiingereza within the week. Alafu pia ni Kiswahili. So unajua kuna zile core subjects ambazo lazima mtoto yote asome. So Kiingereza 5 hours. Kiswahili 5 hours. Alafu ikiwa yeye ni scientist basi atafanya hiyo core mathematics yake 5 hours, lakini ikiwa yeye si wa science atasoma hiyo essential mathematics yake bado ni 5 hours.
ambao umesha describe hapa. Alafu kuna community service learning. Community service learning ni mtoto ku-experience vile vitu ambavyo wanasoma katika darasa, kuvi-experience katika environment iliyo karibu na shule. Kwa mfano ikiwa wamesoma business, ku-experience jinsi ambavyo business inaendelea karibu na shule. The children will be exposed to 3 hours of that per week. Community service learning. Observation. Alafu litawezekana hilo? Kila wiki tunatoa wanafunzi 1600 wa Alliance waje katika eneo la Kiambu? No, not necessarily, kwa sababu practical things. Sasa si walimu watatengeneza lesson plan, but wewe mwenyewe unajua vile it's like, kwa mfano unafunza watoto about rivers. So there can be, hii wiki nimepeleka darasa langu kuona ule mtu ambao uko karibu, lakini next week ni darasa lingine. So the teachers will organize that. So community service learning is not so much about taking children into somebody's business, but it's about the teacher bringing real life into the class. Pia inawezekana kwamba katika hiyo 3 hours nimeleta the famous businessman wapo akatuonesha jinsi balance sheet inaandikwa. Bila shaka nataka nipate pumziko fupi, nikirudi pia tuje tuungane na Dr. Wanjohi kuhusiana na masuala hayo ya masomo ambayo yanaangaziwa kwenye darasa hilo la grade ya 10, na ni vyema vipi ambavyo sasa hivi kila mzazi akubali mkondo ambao amepewa na NEC. Usende mbali. Bila shaka niko na dakika 20 kumaliza mjadala huu kabla tuingie katika taarifa zetu mwendo wa saa 7 na mwenzangu Ndu Okoo ambaye atakuja kukusomea taarifa za News Desk saa 7 adhuhuri. Sukule, tumalizie hiyo masomo venye kwa haraka hivi ili tumalize mjadala huu. Okay, alafu ana masaa mengine 5 sasa ya kufanya zile electives zake. Kila mtoto ana electives 3. Kwa mfano mtoto ambaye anataka kusomea udaktari anachagua hesabu, mathematics, chemistry, biology. Labda mtoto anataka kusomea engineering, atasomea mathematics, physics, chemistry. Sasa hizo ndio zinaitwa elective. Labda mtoto anataka kuwa politician, atasomea historia, history, geography, CRE. Labda mtu anataka kuwa lawyer, atasomea CRE, history, IRE, something like that. Sasa hizo ndio 3 electives ambazo ni 5 hours a week each of those electives. Kwa hivyo mtoto anasoma academically ni 3 subjects only. Alafu on top of that watafanya physical education ambao ni compulsory. Alafu pia wafanye ICT, physical education 3 hours, ICT 2 hours, pastoral 1 hour. Alafu group study wasome pia 1 hour. The reason for that is because goals za senior school ni kwamba by the end of senior school the learner should be able to communicate effectively and utilize information and communication technology across various contexts, apply mathematical, logical and critical thinking skills to problem solving, apply basic research and scientific skills to manipulate the environment and solve problems, exploit individual talents for leisure, self-fulfillment, career growth, further education and training, uphold national, moral and religious values and apply them in day-to-day life, apply and promote healthcare strategies day-to-day, protect, preserve, improve the environment for sustainability, demonstrate active local global citizenship for harmonious coexistence, second last, demonstrate appreciation of diversity in people's cultures and manage contemporary issues responsibly. This is what we are producing at the end of grade 10. Bila shaka. Kuna huo wito wa mpito wa 10%. Serikali inataka kuanzisha mchakato kila mmoja aingie amalize hadi darasa hilo la 12 ndio apewe cheti cha kwamba huyu ana elimu ya msingi, ana ile elimu si primary but ile basic education, kwamba huyu sasa amehitimu, ana cheti cha elimu ya msingi. Kwa nini kila mmoja amalize? Maanake ndio swali watu wanajiuliza pale nje sasa hivi. Kwa sababu ungemaliza darasa la 8 labda ungeenda ukaingia TVET, lakini sasa hivi unaona unasisitizwa kwamba maliza lile darasa la 12 kwanza, kwa sababu hata ukimaliza pale kuna kitu unaweza pata. Asante sana. Najua kwamba wazazi wengi au watu wengi katika nchi yetu wanajiuliza hilo swali. Sababu katika a normal setup ya community
kutakuwa na dropout. Ni lazima watakuwa. Hata sasa hivi ninajua kwamba kuna wale ambao hawataweza kwenda senior school kwa sababu ya mambo mbalimbali. Lakini niseme kama mtu amezingatia objectives za CBE, hata kama akidrop hata kuwa wa kupotea, kwa sababu kuna mambo mengi pia huyu mtu anaweza endelea akiyafanya. Niko na mfano, kijana mmoja ali drop out akiwa form 3 wakati wa COVID. Na nikamuita tukaongea, nikamwambia si urudi umalizie mpaka form 4. Kaniambia hapana, mimi nataka kuingia katika course fulani jua kali, na ninajua kwamba wale wakimaliza form 4 nitakuwa nimepata kitu. Tukaongea akaniambia hapana, tafadhali wacha niendelee na hii. Na sasa hivi huyu kijana ndiye anaudaga gari yangu Wirelink. Na hata ukienda amekuwa msafi, amejiorganize, sasa ameanza kutrain wengine kwa sababu alikuwa amepata competencies zake. Kwa hivyo kile tunasema ya kwamba kama kutakuwa na mtoto ambaye kwa jambo lolote, kwa sababu kuna mambo mengi yanayoweza fanya mtoto asimalizie pale, hakuna yule mtoto atapotelelea. Na kile ningeomba, kwa bahati mbaya kama hutafika grade ya 12, kuna mambo mengi ya kufanya. Walimu tuelekeze, viongozi mashinani tuelekeze hao watoto. Mtoto asifikiria kwa sababu hajafika grade ya 12 amepotea. Kuna mambo ya adult and continuing, itakuweko hayo mambo ya elimu yako. Na hata kuingia katika hizo courses zingine sio lazima ati pengine uende ile common au ile registered TVET. Siko hata jua kali na wanafunza vizuri. Kwa hivyo kama mtoto hataweza kufika grade ya 12 hata kuwa amepotea. Lakini ningewaomba na niwahimize wote, hakuna mtu ambaye hujiheshimu na huheshimika. Kama ulikuwa na uwezo na hakukuwa na shida yoyote, ukose kumalizia, ni vema umalizie pale, kwa sababu unapomaliza ndipo utakapopata malengo yako yatimike vema. Kwa nini nasema vile? Kama wewe pengine unataka kuwa engineer, Shamani ametuelezea vizuri ni yapi ambao utakayoyatenda ili uwe engineer. Na pale awali watu wengi walikuwa wakidrop kwa sababu walikuwa wakiambiwa wafanye learning areas ambazo hazikuwa interest yao. Hapa sasa interest yako umepewa, na kwa hivyo ishikilie mpaka pale grade ya 12. Na mnapofanya mtihani ule, sababu huo ndio mtihani wa kwanza, hii zingine ni assessment, na pengine ukose kwenda university, hakuna pia wa kupotea, kwa sababu pengine utaenda TVET, kuna middle level colleges nyingi. Na hizo sote kwa sababu uchapata mambo ya competencies zako, hakuna vile utashindwa kwenda kuendeleza kile ambacho uko nacho. Na kwa hivyo wazazi ningewaomba nyote, na wanafunzi pia na walimu, sisi watatu lazima tufanye kazi pamoja ili tusaidiane na tusaidie huyu mtoto, kwa sababu unajua magari wachanga tusiwaone, kwa sababu wengine wanatoka grade 9 wakionekana ni wakumbwa, lakini tujue wanahitaji kugaidiwa vizuri. Na ndipo sasa tunasema guidance and counseling ya courses na careers lazima iendelee. Ingawa sasa pengine umejua elective subjects zako ni gani, ni vema ufahamu hizo ni zile siko na uko na uwezo wake, na kwa hivyo usijiriganishe na mwingine, sukuma tu. Na nakwambia hapa Bwana Eli, hakuna zawadi kuu wananchi wetu wamepewa kutoka tuanze mambo ya independence nchini mwetu kama hii. Ile tumepewa kubwa sana ni hii ya CBE, kwa sababu haya masomo ni vile tunaishi, na uwezo wa kila mtu anapashwa anasonga na huo uwezo wake. Kunaibuka maswali kutoka kwa watu kwamba mtoto anayesomea kijijini na anayesomea shule ya binafsi uwezo wao ni tofauti. Nimewaona watu wakitoa watoto kutoka katika shule za vijijini kuwapeleka katika shule za mijini, kwa sababu wanahisi kuna maabara, kuna masomo ya muziki kuanzia junior secondary, ama kuanzia hata hii darasa ambalo anaenda kufanya KIPSEA. Hii kasumba tutaimaliza vipi? Huu usawa utapatikana vipi, daktari? Asante sana. Niseme hasa katika junior school tumeona watoto wengi wakitoka katika shule za umma wakija katika shule za kibinafsi, kwa sababu wanapata kuona ya kwamba kule kuna vifaa. Kile ningesema kwa serikali yetu ni vema tuweze kuweka vifaa vya kutosha katika shule zetu, na tena kama sio vifaa pekee, tukichukua kama
shule za junior katika miji mikuu kama Nairobi, unapata kuna darasa wanafunzi ni wa junior school, na hili darasa liko na wanafunzi zaidi ya 100 na linapaswa kuwa na wanafunzi 40. Kwa hivyo tunaona kwamba kule kusukumana wahasi wakasoma vizuri, sababu huo ni mwalimu mmoja. Tunahitaji walimu waongezwe. Serikali invest zaidi katika darasa, ujenzi wa madarasa, na walimu wanapoongezwa na vifaa viwekwe, kutakuwa na usawa. Lakini kwa sasa hivi hata wale watoto ambao pengine tumewapeleka grade 10, that is the senior school, pengine wale ambao walipitia shule ya msingi ya kibinafsi au junior school ya kibinafsi na wengine junior school ya umma, utaona ya kwamba pengine ingawa wako katika competencies sao, yule mmoja amepata foundation yenye mizizi zaidi kuliko huyu mwingine, kwa sababu yule alipitia walimu wa kutosha, kulikuwa na vifaa na kadhalika. Kwa hivyo ningesema ili tuwe na usawa, watoto wote ni wetu, walio katika shule za kibinafsi, katika shule za umma, wote ni wetu, na tutaleta usawa serikali ikikubali investment katika education. Daktari ni kurudishe papo hapo. Umekuwa na wakati mmoja kufanya kazi na shule za Upbet katika shule za mabanda. Yes. Sikulu hata wewe najua umekuwa ganze kule. Unayajua yale matatizo wanayoyapitia. Usawa tutaupata kivipi? Kando na wito huo, usawa tutaupata kivipi? Nadhani kunao huo usawa, ama wengine kidogo wanapunjwa. Ni kweli, na umesema ukweli kabisa, na niseme ndipo mimi hata ufurahia nikija hapa katika mijadala ya KTN, kwa sababu sisi huangalia mambo bila kuficha. Na kama unavyosema, tunaposema kuhusu shule za kibinafsi, ni shule mara mbili. Kuna zile shule za kibinafsi za hali ya juu na zingine za hali ya chini. Na hizi za hali ya chini tunapata ya kwamba pengine hata facilities hawako nazo na vifaa hawako navyo, kwa sababu ya sehemu ambazo hao watoto wanatoka na pahali hizo shule siko. Kile ningesema ni kwamba kuko na bill ambayo ilipelekwa bunge miaka 2 iliyopita, na mwaka uliopita wa 25 ilikuwa ikifika katika report stage. Ile inaleta usawa ili zile shule zikishatambulikana siweze kupewa capitation, na hii capitation ni ya kusaidia wale wanafunzi ili wale wako katika hizo shule za Upbet pia na wao waweze kupata usawa, kwa sababu pia ni watoto wetu, na hata tukijifisha tuseme hawako ni vibaya, kwa sababu ni kama vile unaonanga ostrich akiona lion au simba anamfuata na ako katika desert na hapa kuna mchanga anazamisha kichwa chake akizamisha kule akifikiria kwamba simba haji na simba wakati huo anasema asante sana Mungu wangu kwa sababu chakula kiko pale. Kile nasema hawa wanafunzi watakapofika wakati fulani watahitaji kujua bona haki yao walinyimwa. Sukulu, nisikie maoni yako. Kwa wakati mmoja tukizungumza na wewe tuzungumzia baadhi ya shule kule katika eneo bunge la Ganze. Mimi nikiwa mmoja kutoka maeneo yale, najua baadhi ya shule hazifikii viwango, hususan zile za junior secondary, hazifikii vile viwango ambavyo mfano vipo Kilifi mjini. Usawa haupo kwa sababu ya sababu za kihistoria, na labda tungesema kwamba kwa hivyo ili kusawazisha lazima tuwe katika safari. Na tungesema kwamba jambo la kwanza la kufanya ili kusawazisha ni ile kitu inaitwa policy. Sasa kwa kuleta kwamba kama CBE kwa mfano, hiyo ni policy ya kwanza ambayo inajaribu kuleta, kwa sababu CBE ni learner centered wala sio teacher centered. Kwa hivyo inamaanisha kwamba wale walikuwa na disadvantage ya kwamba hawana walimu, sasa hawatakuwa na hiyo disadvantage tena. Utakuta kwamba inawezekana watoto kupita vizuri hata wakiwa na walimu wachache compared to 844. The second thing ni KEMIS. For the first time in Kenya mwaka huu system imefanya placement. Na hata kama kuna wazazi wawili watatu ambao walikuwa I think 400 ambao walikuwa ilibidi waende kumuona mwalimu physically, lakini generally wazazi wengi for the first time they did not need to know anyone. System 2 iliweza kuchukua marks na ikaplace mtoto. Wale ambao wali take time na wakachagua vizuri watoto wao walienda exactly where they were supposed to go. So hiyo pia ni njia usawa. When you bring structures kama hizo zinaongeza usawa.
na ambao daktari pia alikuwa amesema, na hiyo challenge ule politician ndio inaweza kuwa kuna vile ambayo labda haikutokea vizuri, lakini it's a very serious challenge. It's an important challenge, kwamba wale viongozi wote wa Kenya na pamoja na wazazi pamoja na BOMs waketi chini na wafikiria kwamba haya masomo ni muhimu na tutengeze kwetu. Sio eti watengeze kwao kwa sababu ya mahitaji yao, bali kwa sababu ya mahitaji ya Kenya. Watengeze Ganze kwa sababu ya Kenya, si Ganze kwa sababu ya wanaganze, bali Ganze kwa sababu ya Kenya. So usawa pia utatokana na kujitolea kwetu. So katika shule kama hizo za updates, unaona sasa kama vile ile kutoa ile policy hiyo inanisaidia step moja, lakini bado itoshi. So lazima pia tuende the next level pia ya mgao and so on. Haya, alafu jambo ambalo ningependa pia kuongezea pale ni kwamba in terms of time, lazima all the pieces zije pamoja so that things can work. So kwa mfano the biggest gap wakati huu sasa ni usikaji wa wazazi. Heri Kiswahili ni uhusishaji sema tena uhusishaji wa wazazi. Sasa hiyo kuhusisha wazazi is lagging behind. Na it's a very big part ya CBC, na ikiwa watu hawako wameona umuhimu wake, basi at least mateso ambayo yamepatikana katika kuchagua hizo pathways inapaswa ikuwe imetuonesha kwamba heri wazazi wafunzwe mapema jinsi ya kuhusika, kwa sababu pia lazima wafunzwe, lazima wapewe nafasi, lazima mashule zitoe nafasi za wazazi kukutana kama PTA, na watu waletwe kutoka katika vyuo mbalimbali au sehemu ambazo zinafaa wawafunze hawa wazazi. Uhaba wa walimu ni pia ni tatizo moja sugu sana Sukulu. Kando na kutueleza sera hizo, uhaba wa walimu hususan kwenye mikondo kama ya mziki, kwa sababu kuna wakati fulani unapata 844 iliacha masuala ya mziki. Kama ulitaka mziki labda ungehitaji kutafuta chuoni, na pia usingeipata vile ambavyo ulikuwa unahitaji, kama wale wa zamani waliokuwa wanafunzwa hadi kuchora zile nembo za mziki, masomo yale ya kilimo kuanzia katika nini. Sasa hivi wanafunzwa hata kulinda mazingira ya kilimo, lakini uhaba wa walimu kwa pathways kadhaa bado kuna uhaba. Hilo pia ni pengo, litazibwa vipi? Kabisa ni sasa ualimu ni labor kama tu accountants, madaktari hawapatikani kama hakuna demand. So wale walimu waliohitajika ndio walipatikana katika sera iliyopita. Lakini hivi sasa in the short time kutakuwa na shida, kutakuwa na uhaba, kwa sababu kwa mfano technical subjects, walimu wa technical waliacha. Kulikuwa na KTTC zamani, lakini sasa kwa sababu haikuhitajika tena, wakaenda wakaanza kufunza TVET ama wakafungua biashara zao, something like that. Sasa demand imerudi tena, kutakuwa na nafasi za kuajiriwa walimu wa technical tena. Utaona watu sasa wakianza kuapply tena. Kumaanisha hao waliomaliza KCSE mwaka huu, wengi wao wakitaka walimu itabidi waingizwe kwenye kozi hizo. Lazima wachague, hawezi kuforsiwa, lakini sasa ni demand. Ni kwamba ni kusema kwamba sasa kuna demand, kuna mwajiri wa walimu sasa ana nafasi hizo. Sasa ikiwa wewe unataka kufunza kitu kama hicho, sasa kuna nafasi hiyo, kuna mshahara wa kitu kama hicho. Kwa hivyo sasa walimu kama wao, walimu wa aviation, walimu sasa wa art, vitu ambavyo havikuwa labda vinatiliwa maanani sana katika elimu ya kale, sasa vimeanza kutiliwa maanani. Sasa before you know it, utaona after 1 or 2 years, utaona watu wana flog pale, wanaanza kutafuta kazi pale. Lakini in the short time, my suggestion will be ya kwamba haitawezekana kuwa na walimu wa kutosha kwa some of those areas. Kwa hivyo lazima kuwe na hybrid solution. Either solution iwe kwamba shule labda ina technical hapa na imetengeza workshop pale, lakini haina walimu wa kutosha, labda inaweza kupata technician kama mmoja, alafu iwe na mwalimu kama wa TVET ambayo kawaida si wa shule, na kwa hivyo hajui kufunza shule watoto wadogo, lakini yeye ni wa TVET lakini anaelewa, labda yeye aletwe alafu akuwe paired na mwalimu wa shule ambaye anajua kufunza watoto. Alafu nisikie kutoka kwa mmoja wa walimu na wenye shule. Tatizo hili ni kubwa sana, maanake
kama miziki, technical, hayo masomo ya kiufundi, walimu kwa wakati huo sasa hivi hawapo. Na ni kweli kabisa. Igawa tukiangalia policy ya CBE inaruhusu shule kwa ajili au kuleta experts ili waweze kuelekeza hao watoto. Kumbuka kama vile umesikia, CBE sio sio teacher centered, ni learner centered. Kwa hivyo wakipata mwelekezi, kwa sababu kuna watu ambao wamehitimu vizuri either through the TVET and the rest, igawa hawakupitia training za walimu. Sasa wale kabla ya wao kuwa wamehitimishwa na TSC wamekubaliwa kuja kama experts. Ni kama vile tu pengine hata tuseme unafundisha mechanical engineering na pale karibu na shule yako kuna mmoja ambaye ako na kazi ya mechanic na anafanya kazi vizuri sana. Huyu mtu ako na skills ambazo zinahitajika na zinaweza elekeza hao watoto na wafanye vizuri zaidi. Kwa hivyo tunapoenda hata kwa languages, utapata tuseme kama French, kuna upungufu wa walimu wa Kifaransa, lakini kuna watu ambao wamejifunza Kifaransa kupitia hata college yao hapa town au kwingineko, na huyo mwalimu ukimuita ataelekeza hao walimu vizuri kabla to stabilize kwa kila somo. Nishukuru sana. Nichukue neno lako la mwisho kwa sekunde 30. Asante. Ningependa kushauri ya wazazi ya kwamba wahusike katika kusaidia watoto wao masomo. Wale ambao hawajapata nafasi bado, nafikiri kuna commitment hiyo ya ku make sure kwamba mtoto wako amepata shule. Kwa hivyo wewe fuatilia mtoto aweze kwenda shule. Asanti. Niseme pia huo ndio mwito ambao nitaweka, kusiwe na mtoto ambaye atakosa kwenda grade ya 10 kwa sababu ya jambo lolote lile. Chiefs, chukueni kazi yenu, walimu pia, na kama kuna wanafunzi ambao wamealikwa kwako na hawajafika, chukua jukumu ya kufuatilia ni nini, kwa sababu tunahitaji watoto wetu wote wasome. Asante sana. Ni Daktari Paul Wanjohi. Pia vile vile nimekuwa naye George Sikulu kuzungumzia masuala ya grade ya 10. Nashukuru sana kwa kutenga wasaa kuja kuzungumzia masuala haya. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa heri, ubaki na wingi wa heri. Tuungane tena saa 10 kwenye Mbiu ya KTN.